Bando la chuo sehemu ya pili. Ilipoishia. Mungu wangu, baba na mama hao. Aliongea Sheila akajaribu kuamka lakini akashindwa na wakati huo bado alikuwa anavuja damu hatari. Endelea. Nilivaa nguo zangu haraka pasipo kujifuta damu ambazo zilikuwa kwenye mpipi wangu kisha nikajibana kwenye kona ya nyumba huku natetemeka nisijue la kufanya. We Sheila, Sheila. Sauti ya baba Sheila ilizidi kusikika safari hii akionyesha ukali kidogo. Sheila akaitika. Be, kwa nini umeondoka ghafla bila kuaga, unaumwa? Ndiyo ninaumwa baba, pole mwanangu, fungua mlango basi. Sheila alijitahidi kuamka lakini akashindwa. Nilipoona vile nikapiga mahesabu. Nikicheza inakula kwangu. Nilichokifanya nilifungua mlango kisha kabla wazazi wake Sheila hawajajiandaa kuingia nikatoka mbio nikampamia baba Sheila akaanguka kule na mimi nikaanguka upande wa pili kisha haraka nikaamka nikakimbia. Sikutaka kujua nini kiliendelea. Baada ya siku 2 nilienda ghetto kwao nikamkuta Rehema ambaye aliniambia Sheila aliondoka jana yake kwenda kwao Dar es Salaam. Sikujua nini kiliendelea na nini kilimpata Sheila, ingawa kwa kiasi fulani nilimwonea huruma sana, lakini ndio hivyo, sikuwa na namna. Nilianza maisha ya kijijini na wakati nasubiria matokeo nilijifunza ujuzi wa kupaka rangi nyumba na kuweka vioo, na ujuzi huu nilifundishwa na rafiki yangu Shabani. Nilijua kazi haraka na baada ya mwezi mmoja nikiwa na Shabani tulipata kazi kubwa mkoani Mwanza, ikatulazimu kuondoka Tanga na kwenda Mwanza. Tulifanya kazi kwa bidii sana na kwa kuwa kazi ile ilikuwa ya muda mrefu tulizoeana na watu mbalimbali wenyeji wa Mwanza. Baada ya kuzoea jiji tulianza tabia chafu ya kwenda jioni stendi ya Mwanza ambapo mabasi makubwa yanakuwa yanaingia kutoka mikoa mbalimbali. Kisha tunawadanganya wasichana hasa wanafunzi kwamba tutawasaidia, mwisho tunaenda kufanya nao mapenzi bila ridhaa yao. Mchezo ule tuliita bando la chuo kwa sababu ni starehe ya bei rahisi na sana tulikuwa tunawakamata wanafunzi, unakuta labda amefika Mwanza analala, siku inayofuata aendelee na safari. Au mwingine gari limeharibika barabarani, ametumia pesa njiani na wazazi wake hawajamtumia pesa nyingine, wale ndio tulikuwa tunawakamata sana. Siku mmoja akipata tunamtumia wote, au siku mmepata wote basi inakuwa afadhali, au kila mtu analala na mrembo wake. Binafsi nilipenda sana bando la chuo kwa sababu hutoi jasho, unapata utamu kilaini, tena warembo wazuri mno ambao wengine ukikutana nao mchana huwezi kuamini kwamba umetembea nao. Mimi binafsi sikuwahi kuotea, nilikuwa nagonga mademu wa wenzangu, sikuwa muoga wala mjanja sana, hivyo wasichana walikuwa wananigundua. Baada ya wenzangu kunisimanga sana, hatimaye siku moja nakumbuka ilikuwa Jumamosi majira ya jioni, tulitoka kwenda kutembea maeneo yale kama kawaida, ambapo kwa kipindi hicho wanafunzi wa kidato cha 5 ndio wanaenda kuripoti kwenye shule mbalimbali walizopangiwa. Wahuni wanaofanya huo mchezo jijini Mwanza wapo wengi mno, lakini kundi letu tulikuwa 4, yaani mimi, Shabani, Mwita na Alidi, ambao wao ndio wenyeji wetu. Oya mwanangu George, wewe kila siku umezoea kutembelea bando letu, hata siku moja wewe hautuunganishi. Sasa leo tunategemea wewe utuunganishie bando la chuo. Poa, nitajitahidi, niliitikia kinyonge. Safari ikaendelea. Tulifika wakati huo mabasi ndio yakawa yanaingia. Kama kawaida tulikaa kwa mbali tukaangalia kwa makini. Hapo unaangalia yule msichana ambaye anaonekana anashangaa hana mwelekeo, unajua tu huyu hana pa kwenda. Oya mwanangu, yule mweupe si mnamuona? Ngoja nimtokee. Alidi alimfuata yule mrembo, kisha na sisi tukaamka, kila mmoja akawa anaangalia mtu wa kumdanganya. Mimi nikiwa na shangaa sielewi hili wala lile. Alikuja msichana mmoja mrembo sana akanisalimia, kisha akaniuliza, kaka, nitapata wapi gesti ya karibu, maana kesho asubuhi naendelea na safari. Nilipomwangalia yule mrembo pale pale nilijua yule ni bahati yangu, nikamwambia, saa hizi dada, gesti zimejaa leo, wanafunzi ni wengi sana, lakini twende tujaribu pale. Nilimpeleka kwenye gesti za bei ghali mno na bado nafasi zikawa zimejaa. Mwisho tukapata chumba kwenye logi moja, akaambiwa mpaka asubuhi 75,000, akasema hana. Baada ya kuzunguka sehemu kadhaa bila mafanikio, nilimwambia, hapa kupata chumba ni ngumu, labda nikusaidie ukalale kwa dada yangu. We kaka we, kwa hiyo sintapata kabisa. Hapana, sana utazunguka, mwisho utaibiwa vitu vyako, hii stendi vibaka wengi.
Wale wanafunzi sijui kwa nini walikuwa wanatuamini kirahisi namna ile. Baada ya kumpanga sana yule mrembo alikubali nimpekeke kwa dada yangu. Safari ilianza, nikamsaidia begi lake na wakati tupo njiani tuliongea mambo mengi mpaka tukafika karibu na ghetto. Wakati huo inaelekea saa 1:30 usiku. Sasa kwa dada ni hapa, subiri niongee naye, hana shida, atakubali. Nilimwambia yule mrembo, nikaingia ndani ya geti ambapo ni jirani na ghetto langu, nikazuga kisha nikatoka nikamwambia, dada ana mgeni wake leo, mpenzi wake amekuja, wapo ndani. Sasa kuliko urudi bora ni kuhifadhi ghetto kwangu, mimi naishi peke yangu. We, hapana, siwezi kulala kwako. Nilale kwako itakuwaje? Bora unirudishe stendi. Sasa stendi utaenda kulala wapi dada? Sikulazimishi wala sikuombi, kwa sababu wewe ndio unayetaka msaada. Kama vipi, rudi stendi. Nilimjibu nikaanza kuondoka, na baada ya kupiga hatua kama 3 hivi aliniita. We kaka, nini? Basi nimekubali, lakini niahidi hakuna kitakachotokea. Wewe twende, kama unaenda, kama huendi sepa. Aliinua begi lake lenye nguo nami nikamsaidia, tukaenda ghetto kwangu, nikamwonesha bafu, mimi nikatoka nikaenda kumletea chips, na niliporudi nikamkuta ameshaoga, amejipaka mafuta, amevaa suruali, zile nguo za mwanzo amezivua, nikampa chips akala kisha tukalala. Ilipofika saa 5 za usiku nilianza kumchokoza, akawa anakataa, kila nikipeleka mkono nimguse anatoa, kila nikimgusa anatoa, mimi nikavumilia. Ila pofika saa 6 za usiku nikamsikia anakoroma. Huyu demu anajiamini nini? Yaani amelala na mimi hata hanijui alafu anakoroma kabisa. Nilijiuliza huku napandisha kigauni aliyokuwa amevaa. Nilipandisha juu kisha nikapitisha mkono wangu kwenye suruali aliyokuwa amevaa, nikagusa chupi. Akaamka akaanza kufoka. We kaka, mambo gani tunafanyana au kwa sababu umenisaidia? Sasa dada sikiliza, mimi sio kaka yako, utalalaje na suruali? Mimi nateseka bana, vua nipe hata kamoja. Hapana, hayakuwa makubaliano yetu, bora ungeniambia kule nijue kwamba nakubali au nakataa. Sasa toka kwangu, bora nilale peke yangu, nenda ukabakwe na vibaka kama ndio bora. Kwanza sitaki tena, toka kwangu. Yamekuwa hayo kaka, nilikuona mstaarabu usiku wote huu, nitaenda wapi? Sitaki kujua, nimekusaidia na chips zangu umekula, pa kulala bure nimekupa, maji umeyoga wewe, kitu kidogo kama hicho unakataa. Niliongea kwa hasira, nikafungua mlango, nikachukua begi lake, nikamtoa nje, kisha nikarudi ndani, nikafunga mlango, nikazima taa. We kaka, fungua bwana, haya mambo ni ya kuelewana, acha hasira, fungua basi. Nimekubali, aliongea yule dada kwa upole sana. Nikamfungulia, akavua ile suruali, akavua na chupi, akabakiwa na kigauni tu. Kisha akapanda kitandani, tukafanya taratibu, tukaanza maandalizi ya kuvunja amri ya 6. Yule mrembo alikuwa mtamu sana, nilimpiga bao 2 tukalala, na asubuhi nikampiga 1 akaoga, nikamsindikiza stendi, tukaagana kiroho safi, akaondoka. Mchana ya siku hiyo tukiwa kazini, Shabani alitulalamikia sana kwamba tumembagua, kumbe yeye hakupata bando la chuo usiku wa jana na hatukumshirikisha, kila mtu alikuwa mbinafsi. Wewe George unaongoza kwa kutumia bando zetu, lakini wewe jana hujanishtua. Haina noma mamae, alafu mtoto alikuwa mkali yule, nilikuona naye. Sasa wewe ungenishtua, sasa ningejuaje kwamba haujapata? Ubishani uliendelea, siku hiyo ikapita. Ilikuwa ni msimu wa wanafunzi wa kidato cha 5 kuripoti shule, na mpaka msimu ule unaisha tulikuwa tumewagonga wanafunzi wengi mno, yani karibu kila siku mtu lazima ufanye mapenzi, tena mara nyingi tunapiga mtungo. Baada ya msimu ule kupita, kukawa na ukata wa bando la chuo kwa sababu hakuna wanafunzi wanaokuja, na kuwa tulizoea kufanya mapenzi tuliteseka mno. Nikiwa ghetto kwangu mimi na Mwita aliniambia, oya George, bando la chuo vipi siku hizi? Halikamati kabisa, tusubiri wa mwaka wa kwanza waanze. Hata mimi nasubiri hayo matokeo, ingawa sintarepoti mwaka huu mimi mpaka mwakani. Kumbe wewe bado mwanafunzi. Mimi nina ukwasi sana. Kuna demu mmoja beki 3 mtaa, wakati nilimpanga anipe utamu akakubali, lakini kwa sharti moja. Sharti gani bana? Wewe kamlete tumpige. Anataka nimnunulie jezi ya Crefisa. Kwa kipindi hicho kuna jezi zilikuwa zimeingia, zikawa zinauzwa 10,000 na 15. Wasichana wengi walikuwa wanapenda kuvaa.
Nilimsikiliza Mwita kwa makini, nikamwambia anipe namba za huyo demu. Akanipa. Muda huo huo nikampigia simu. Halo Mwita, hapa naongea. Ile zawadi yako tayari ninayo, njoo basi unipe utamu kama tulivyoongea. Hapana, saa hizi muda umeenda, bosi anakaribia kurudi. Kama vipi, kesho saa 3 asubuhi njoo nichukue hapa kwetu, alijibu yule beki tatu. Kisha tukapiga stori 2-3. Nikakata simu na kumwambia Mwita, dem mjinga sana, hata sauti hajui. Hawezi akajua kwa sababu nilipita kwao nikamkuta anafagia, nikaongea naye kidogo tu ndio akanipa sharti hilo, na sijawahi kumpigia simu, kwa hiyo hana namba zangu. Tulipiga stori sana mimi na Mwita, mwisho akaondoka zake. Mwita akipoondoka niliondoka muda huo huo, nikaenda stendi kununua hiyo jezi kama yule mrembo alivyotaka, kisha nikaenda nayo geto kwangu. Siku iliyofuata saa 3 yule dada alinipigia akaniambia nikamchukue, wakati huo akijua mimi ni Mwita. Mwita hakuonekana kuwa na mpango na yule demu kabisa, lakini ilibidi tu nimpigie simu nimjulishe kwa sababu ni yeye anayejulikana. Yule mtoto ameniambia nikamchukue na jezi nimeshanunua, sasa tunafanyaje? Umenunua kumbe? Kamlete hapa geto tujiunge na bando la chuo, naanza mimi alafu na kuachia. Sikuwa na ujanja, alinielekeza anapokaa, nikaenda nikamkuta getini anabisubiri, na aliponiona nilimpigia ili nijue kama ni yeye, kisha nikakata baada ya kuona kuwa ni yeye. Umetumwa na Mwita si ndio? Ndiyo, na simu yake ndiyo hii hapa, twenzetu basi. Tuliondoka mpaka geto kwa Mwita, nikamkabidhi jamaa, mimi nikatoka nikazunguka nyuma ya nyumba, nikawa na wasikiliza. Jesi yangu nipe kwanza nione kabisa. Ipo mpenzi, hivi kweli mimi naweza nikakudanganya? Usikute umenidanganya tu hapa. Hapana, ipo. Mwita alijibu, na kilichofuata nilisikia milio ya mabusu kisha miguno ya mahaba, kumaanisha walikuwa wanapeana mambo. Ilikuwa saa 4 mpaka saa 6 ndio Mwita akatoka akajifanya anaenda chooni, akazunguka nyuma ya nyumba, akanipa ishara kuwa nizame, yeye akafungua geti akaondoka kabisa. Sikupoteza muda, niliingia ndani nikafunga mlango, nikamkuta amelala kwa mgongo, yupo uchi, na aliponiona akakimbilia nguo zake. Nikamwahi na kumwambia, hapana, usivae na mimi nataka. Kumbe ndio ujinga mmepanga wewe na Mwita? Hapana, sitaki, mimi sijazoea ayo mambo. Sawa, lakini nikuambie tu ukweli, jezi hii hapa mimi ndio nimenunua, na siku zote ulikuwa unachati na mimi wala sio Mwita. Kila kitu nimefanya mimi, kwa hiyo wewe nipe kidogo nikusindikize kwenu. Hapana, sitaki mimi. Aliongea kwa kufoka, akataka kuvaa nguo, nikamkaba kwa nyuma, nikamkaba shingo kwa mkono mmoja, mkono mwingine nikawa nampapasa matiti yake na sehemu za kwenye utamu, yeye akawa anatapa tapa tu, na mimi nikawa nimembana shingo kisawa sawa. Baada ya muda mfupi, ghafla beki tatu wa watu alilegea, akanyamaza, akawa hatapi tapi tena na macho akafumba. Nilipoona hali ile nilimlaza kitandani, nikaanza kuvua nguo zangu huku najisemea, hii ni janja yake ili nisimgonge. Hata kama umekufa mama hapa na kuwahi kabla haujapoa, huu mchezo mnayotaka kunifanyia ni ukatili, yani jezi ninunue mimi alafu afaidi mwingine. Nilimaliza kuvua nguo nikamweka sawa, nikampiga bao la kwanza akawa bado yupo kimya, sikujali, nikampiga bao la pili bado kimya. Nilipopiga bao la pili sasa nilianza kupata wasiwasi, maana alikuwa hata hatikisiki kabisa. Nilijaribu kumchomeka kidole kwenye mlango wake wa uani ili ashtuke, lakini hakushtuka. Nikamfinya bado hakutikisika. Pale nikajua nimeua, nikaanza kutetemeka. Nilimshusha chini sakafuni nikamwagia maji baridi, lakini hakuamka. Pale nikajua imeshakula kwangu jela. Nikawa naiona hii hapa itaendelea. Mambo ndo kwanza yanaanza. Usikose sehemu ya 3.